Wakati tunazungumza haya maneno kwamba katika nyumba ya Bwana kuna uzima, kuna ushindi, mara nyingi katika Ukristo imekuwa ni kawaida sana kuyasema mambo ambayo hatumaanishi na kuyasema mambo ambayo hatupo, yani the way that we are not. Na ndio maana huwa ninawaambia hata watu kwamba kiona mtu anakuja anakutishia, wewe mimi nitakuloga wewe, nitakugeuza jinsia wewe, nitakufanya nini? Unajua kuna wale wanampata na maneno fulani hivi ya kutisha kweli kweli, mtu anakutisha, mimi nitakuloga, kesho utaamka sio kitu gani, utaamka kobe kesho. Kiona mtu anakutisha namna hiyo, hawezi kukuloga. Mara nyingi watu wanaoongea sana huwa hawafanyi, hata hawajui, hawana hakika. Ila kuna mwamba mmoja anakuambia, kwa hiyo umenifanyia hivyo? Sawa, tutaona. Kamaliza kwamba tutaona tu. Sasa huyo sawa. Kwa sababu anajua kile anachokisema. Na kwa sababu anajua anachokisema, hana haja ya kupiga mikwara mingi. Hata nakwambia tu kidogo kwamba utaona. Alafu anaenda kufanya ili uone. Sio kama unaelewa vizuri Kwenye Ukristo Mungu atusaidie sana, kwa sababu tumefundishwa mambo mengi, tumesikia mambo mengi, na kwa sababu hiyo tunaongea sana na hata tunapiga mikwara sana. Hata shetani huwa tunampiga mikwara sana. Sasa kila anaangalia anasema, afu huyu ni mninginize kwenye mnazi, kwa sababu anachokizungumza hakijui ama hana uwezo nacho. Na ndio maana nasema Mungu amenituma tukuleta understanding katika haya tunayoyasikia, tuyajue. Kwa sababu moment tunayajua ndipo tunapoweza kuwa na ushindi katika yale ambayo tunayajua. Amen. Sio katika tunayoyasema. Alikuwepo mwamba mmoja siku moja akawapiga wenzake mkwara, mimi nimekuja hapa, mtajua kwamba mimi natoka Iringa, mtajua sijui nini, na akawatishia. Sasa anaowatishia ni wambea. Hawakujibu, akakaa tu kimya. Kesho yake akaamka yuko mtoni. Akagundua kwamba maneno bila understanding sio kitu. Amen. Mwambie jirani yako, maneno pasipo uelewa si kitu. 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 Yes, karibu tuelewe. Amen. Haleluya. Leo nataka nizungumze kuhusu uzima ulioko ndani yako. Sikuletei injili mpya, sikuletei fundisho jipya, lakini nataka nikuambie kwa habari ya kile kilichoko ndani yako, kwa sababu it is only when you know you can become. Hello? Tuko pamoja? Amen. Ni pale unapofahamu ndio unaweza kuwa kile ambacho kipo. Ndugu zangu, Mungu anaposema kwamba baada ya kumaliza kuumba, sijui ni siku ya 6, sijui ni siku ya ngapi, ya 7, akapumzika, alikuwa anamaanisha kabisa kwamba akapumzika kwenye kila kitu, kwamba hafanyi chochote tena wala hana jambo jipya analozungumza, kwa sababu yote aliyasema na yote aliyafanya. Kwa hiyo inamhitaji mwanadamu kupata ufahamu, kujua kile ambacho alisema ama kujua kile amefanya, ili aweze kuapprehend kile alichokifanya. Bwana asifiwe. Amen. Ninatamani kizazi hiki ambacho Mungu ametupa neema ya kumfahamu Kristo na neema yake, tusiishi kama vizazi vya baba zetu vilivyopita. Simaanishi kwamba kwa baba zetu kuna mapungufu yoyote, hapana. Baba zetu walitufundisha na ndio maana tuko hapa tulipo leo. Lakini haimaanishi kwamba walitufundisha kila kitu, kwa sababu na wao pia Mungu alifunua kwao kwa wakati, ili awaandae majitu fulani, awaandae watu fulani watakaokuja kuyaelewa haya ambayo sisi tunayaelewa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mara nyingine huwa tunakosea sana tunapoangalia mababa zetu, alafu tunaangalia elimu ambayo tunayo ambayo wao hawana. Tunaanza kusema wazee, yani wazee, hebu fikiria mzee kama mzee fulani, yani hajui nondo. Bwana hakumpa kuijua kwa makusudi, ili akuandae wewe ili uweze kuijua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa mababa zetu tunawapa heshima sana kwa pale ambapo umetufikisha. Lakini Mungu amenituma kwenye kizazi hiki sasa kututoa pale ambapo baba zetu wametufikisha, kwenda kwenye another dimension
ya kimungu, ambapo wanadamu wakiwa na mwili wataoperate kama miungu katika ulimwengu. Amen. Lakini hatuta operate kama miungu katika ulimwengu eti kwa sababu tunajua kuomba sana, ama kwa sababu tunanena kwa lugha kama generator. Only by knowledge, kwa kufahamu, kwa kujua. Kwa sababu the moment you know, your eyes will be opened. Kujua kunasababisha macho kufunguka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile siku unajua kitu fulani, maana yake ni kwamba macho yako yamefunguka kwenye hilo eneo. Na kwa sababu macho yako yamefunguka kwenye hilo eneo, unakuwa una uwezo sasa wa kuoperate kwenye hayo maeneo ambako macho yako yamefunguka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo uzima ambao tumeusikia na kuujifunza sana, inawezekana haujafanya kazi ndani yetu. Inawezekana haujaoperate ndani yetu kwa viwango vinavyotakiwa, not because si uzima, bali ni kwa sababu ni umepokea uzima, lakini uzima huu unaweza kuwa dormant ndani yako. Mpaka elimu sahihi inapoingia, ina-activate ule uzima. Amen. Nataka kutoa mfano mmoja hivi wa wachawi, lakini nikagundua nishaongea wachawi sana leo, kwa hiyo inatosha. Lakini wako watu ambao wanarithi elimu fulani na wanakuwa nayo pasipo kujua kwamba wana hiyo elimu. Mpaka siku wanapokuja kumwambia, unajua sasa wewe ndio mwenye mikoba, ndio yeye anagundua, kwa hiyo mimi ndio mwenye mikoba, ya kwamba wewe ndio wewe. Kwa hiyo jiangalie sana unavyozungumza. Hapo hapo baada ya hiyo taarifa kumfikia, macho yake yanafunguliwa kwamba yeye amebeba mikoba, na kwa sababu hiyo aangalie namna anazungumza, kwa sababu akizungumza itakuwa kama anavyosema, kwa sababu amebeba mikoba. Amen. Lakini mtu huyu inawezekana alikuwa ameibeba kwa miaka mingi, lakini ilikuwa haiko effective kwa sababu alikuwa hajafunguliwa macho kuweza kuona. Amen. Uzima ulioko ndani yako ni zaidi sana ya uhai ulionao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzima ulionao ni zaidi ya uhai ulionao. Mara nyingine unaweza kudhani kwamba uhai ndio uzima. Hapana, uhai ni hichi kinachokupa wewe kuishi katika mwili tu, lakini upo uzima ambao haufi. Yaani uzima ni uzima, na ndio maana wanauitaga uzima wa milele, kwa sababu huu uzima upo tu. Yeah. Lakini huu uzima una uwezo wa kuleta uhai. Yes. Kuna mtu anaelewa hapa? Kwa sababu uhai pasipo uzima ni mauti. Lakini uzima unapokuja au unapozalisha uhai, ule uhai unakuwa ni uhai. Amen. Kwa sababu kuna uzima ndani yake. Amen. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 9 nafikiri pale. Kuna it's very famous story, kwa hiyo ndio maana hata siangaiki kuisoma. Mmesoma sana hapo, si ndio? Sasa Bwana Mungu baada ya kuumba, akaumba kila kitu nini, akaumba garden, si ndio? Kwenye ile bustani kuna mti aliweka pale katikati, si ndio? Ni mti gani huo? Ujuzi wa mema na mabaya. Ujuzi wa mema na mabaya. Ndio. Mwe mnasoma Biblia jamani. Geukia jirani yako mwambie wewe unasoma Biblia. Unasoma Biblia. Basi ngoja tuisome tuone katikati ya bustani kulikuwa na mti gani. Hebu nisaidie kusoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9. Anasemaje? Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna mtu ndo kauona saizi kwamba kumbe ulikuwa katikati kabisa pale. Haleluya. Mwambie jirani yako umeuona? Umeuona? Biblia si ndio hiyo ya kwako, ama ukasoma kwenye version nyingine, sije akasoma ya kwake. There is something about the center. Si ndio? Ndio. Katika bustani ambayo Bwana aliifanya, ambayo wengi tunasema ni bustani ya Eden, si ndio? Ndio. Sina haja ya kukuvuruga wala sitaki kukuvuruga leo. Japokuwa ukisoma Biblia yako vizuri utagundua kwamba hiyo bustani ilikuwa mashariki mwa Eden. Sasa tusiende huko, tutaanza kuvurugana, sio kusudi langu. Leo naomba tukae hapa. Amen. Tutakuja kuvurugana siku nyingine kwenye hayo maneno, lakini kwa sasa hivi kwanza tuende kwanza hapo katikati ya bustani. Sawa?
Katikati ya bustani tunaambiwa kwamba kulikuwa na mti wa uzima, si ndio? Alafu baadaye akasema na mti wa nini? Wa mema na mabaya. Inawezekana mema na mabaya ulikuwa pembeni kidogo, lakini ambao tuna uhakika ulikuwa katikati kabisa ni mti wa uzima. Tumejifunza throughout this Bible, tumejifunza sana kutoka kwenye ule mti wa mema na mabaya, kwa sababu hata Torati nzima imekaa katika huo mti wa mema na mabaya, inauzungumza. Japokuwa ukiingia mle ndani kuna vihinti vya utabiri wa habari ya ule mti mwingine, lakini muda mwingi sana imezungumza mambo yanayoendana na ule mti wa mema na mabaya, kwa sababu Torati nzima imejengwa kwenye uzi, si ndio? Thou shall not, si ndio? Yaani imejengewa hapo kwamba usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani, usitende hiki, usitende hiki. Kuna sehemu imegeuka tenda hivi ili iwe hivi. Lakini ukiangalia ni mapambano kati ya mema na mabaya, ambayo haya mema na mabaya yalipatikana kwa mti mmoja. Alipokula ule mti, watu wote wakaingia kwenye hali ya kudumu na kupambana kwenye nini? Kwenye habari ya usifanye hivi, usifanye vile. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wale waliotufundisha yote, wakatufundisha amri 10 za Mungu na mambo mengine kama hayo. Lakini sisi tumepewa neema ya kwanza kuangalia mbele zaidi na juu ya hapo, juu ya amri 10 za Mungu, juu ya sheria 613 za Torati zote. Tunapewa kuangalia juu zaidi. Nataka tufungue macho yetu tuanze kuona kwenye ile bustani, ule mti waliokula ni mmoja, and baada ya hapo story nzima imekuwa ule mti mmoja. Although sio story nzima kwenye Biblia imekuwa ni mti mmoja, lakini sisi wengi wetu tumedumu na kuishi kwenye ule mti mmoja, kwa sababu nadhani ndio umekaakaa kimungu sijui, kwa sababu tunajifunza mambo ya utakatifu kule. Sasa tunasema Mungu ni mtakatifu sana. Tukishasema tu Mungu ni mtakatifu sana, tunaanza kuwaza matendo ya mwili, tunaanza kuikumbuka Torati, si ndio? Kwa sababu tunahisi kana kwamba Mungu utakatifu wake ni kama vile ameishinda Torati. Lakini utakatifu wa Mungu hautokani na kutokutenda dhambi, hautokani na kuishinda Torati. Yeye ni mtakatifu kwa sababu ni mtakatifu, na haitokani kwamba ni mtakatifu kwa sababu ili na lenyewe niangalie hawezi kufanya mabaya, kwa sababu mimi Mungu ninayemfahamu ni Mungu muweza wa yote, si ndio? Ambaye hawi questioned na mtu yoyote anapofanya chochote. Kwa hiyo Mungu akiua bado Mungu ni mtakatifu, sio mtakatifu? Mtakatifu. Na okay, najua katika jamii zetu za Kikristo Mungu wa wengine haui, si ndio? Ila Mungu ninayemfahamu mimi ni Mungu anayejitamba kwenye neno lake, anasema mimi Mungu nimeumba wema na nimeuhuluku ubaya. I God did all that. Mimi Mungu nimevifanya vyote hivyo. Ndugu zangu, naomba tu kabla sijaingia chini, labda hiki kinakuja tu, lakini acha niwaambie hiki kitu. Kuna umuhimu sana wa kuyaelewa haya. Sovereignty ya Mungu tunaposhindwa kuielewa, hatuwezi kuwa na ile level ya ibada mbele zake sawa sawa na ukuu wake, kwa sababu tunashindwa kuielewa sovereignty yake. Kwa hiyo tunapomwangalia Mungu na kumpangia kwamba Mungu hawezi hiki na Mungu anaweza hiki, kwanza tuna misconcept nzima ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi naomba niwaintroduce kwa Mungu wangu. Mungu wangu mimi ni Mungu wa vyote. Yeye amefanya mbingu, amefanya na nchi, amefanya mnakoita peponi sijui mbinguni, amefanya na kuzimu. Unless leo hii mtu aniambie kwamba kuzimu inaweza ikaexist pasipo Mungu. Yaani kwamba kuzimu inaweza ikaota kule peke yake pasipo Mungu, ama shetani anaweza akaota peke yake kule pasipo Mungu. Inawezekana? Kwa sababu chochote kinachoweza kuwa nje ya Mungu, yani Mungu akakaa kule chenyewe kikakaa huku na chenyewe ni Mungu. Lakini Mungu amevifanya vyote kwa sababu anajua ana kitu yake moja anaitwa duality of nature, kwamba lazima kuwe na negative ili positive iwe na maana, lazima kuwe na darkness
ili nuru iweze kuwa na maana. Anasemaje Mungu? Anasema yeye anayeita nuru kutoka katika nini? Giza. Kutoka katika nini? Giza. Katika giza. Asa huyu Mungu anacho kitu ambacho amekizungumza kwetu, lakini hakikuwa kimewezwa kushikwa kwa vizazi hadi vizazi, hakikuweza kufanya kazi kwa makusudi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa makusudi. Kwa sababu kwenye Agano la Kwanza tunaiona introduction ya sheria, si ndio? Ndio. Ya Torati. Lakini Torati inakuja kudili na mambo ya mwilini kwa sababu kuna mtu alikula tunda kule katikati. Yeah. Ile miti miwili, si ndio? Yeah. Kuna mtu alichambua mti mmoja akaamua kula mti mmoja wa kujua mema na mabaya. Then tunaona Torati inakuja inatembea huko. Alipokula mti wa mema na mabaya, ni nini kiliingia ulimwenguni? Mauti. Halo? Yes. Nini? Mauti. Taanza kunielewa kwenye duality of nature, kwa sababu hakuna uzima pasipo mauti. Kama kuna mtu mita chache kutoka hapa anagoma kabisa. Hakuwezi kuwa na uzima pasipo mauti. Na ndio maana mauti iliingia kwanza. Biblia inasema kwamba mauti ikatawala ulimwengu wote kuanzia Adamu mpaka kipindi cha Yohana Mbatizaji. Si ndivyo Biblia inavyozungumza, si ndio? Mauti ilitawala hata wale ambao hawakufanya kosa kama la Adamu. Lakini kwa sababu mti uliokuwa umetumika, uliokuwa consumed, ulikuwa ni ule mti wa mema na mabaya, ambao result yake ni mauti. Bwana amenituma kuja kufungua macho kidogo, kugundua kwamba habari ya mauti imepita. Kwa sababu mauti iko kwa waliokula tunda ambao wametoka na hizo effect. Ila Mungu amemuinua Adamu mwingine, ambaye Adamu huyu yeye sio tu kwamba anakula katika mti wa uzima. Hapana, yeye ndiyo huo uzima mwenyewe. Yeye ndiyo ule mti uliokuwa katikati. Yes. Mti wa uzima. Yes. Ambaye Mungu alisema kwamba hebu tuuondoe kidogo. Alisema tuuondoe kwa muda ili wasije wakala wakiwa katika hali hiyo. Alafu katika nyakati zetu sisi akaletwa ule uzima wenyewe. Yes. Na sisi tukapewa nafasi ya partake. Amen. Tukapewa nafasi ya kula katika mti wa uzima. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hii ni njema sana. Nafikiri ni mwandishi wa Methali, sijui Methali nani, Daudi au mwanae. Methali sura ya 3 mstari wa 18. Nataka uone unabii huu, kwa sababu niliwaambia kutoka katika Agano la Kale habari za Kristo zimekuwa zikizungumzwa right from the Garden of Eden. Kutokea kwenye bustani ya Edeni, habari za Yesu zilianzia, za Kristo zilianzia pale, zikawa zinatembea. Huyu nabii akaandika kwenye kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16. Hebu naomba unisomee kitu hapo. Methali 3 mstari wa 16. Mstari wa 18, sorry. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Jamani, na wewe Biblia yako inasema hivyo? Naomba tuhakikishe kabisa na yako inasema hivyo. Hebu rudia, anasemaje? Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Alikuwa anazungumza habari za kizazi kingine kinachokuja, kwa sababu kwenye agano lao story ya uzima ilikuwa haijakaa hivi ambavyo mnaifikiria. Ilikuwa haipo hivyo. Uzima wao ilikuwa ni kuwa hai, yani ukiwa hai ndio umekuwa mzima. Baada ya hapo kulikuwa hakuna uzima, kwa sababu mauti ilikuwa inatawala. Lakini anachungulia kwa jicho la kinabii, anasema heri, yani heri hao watakuwa wanamfuata, kwa sababu yeye ndio huo mti wa nini? Mti wa uzima. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3, very famous scripture ambayo kila mtu anaijua maana amesoma Sunday school, mstari ule wa 16 anasemaje? Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Umesikia hiyo? Ndio. Ili kila muamini asifanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa leo Mungu anisaidie, sitaki niongee sana, naomba Mungu anisaidie niongee kidogo sana, lakini nihakikishe kwamba umeelewa.
Anasema Mungu amemtoa mwanae ili nini? Ili kila mtu anayefanya nini? Anayemwamini asipotee. Kumbuka kuamini ni fakta ya kujua. Yes. Halo? Yani huwezi kuamini kitu yenu kumetoka kari yako afu umekuta umeamini. No, lazima uwe unajua ndio uamini. Sawa sawa eh? Yes. Kwa hiyo anasema kwamba kila anayemwamini, ambaye huyu nabii wa huku mwisho ameshasema kwamba wale ambao watafuatana nao wanaheri. Sasa watu hawaelewi kwa nini yule mwamba alikuwa anamasemea kwamba wanaheri. Unajua kwenye agano walilokuwa nao, ili mlazimu mtu ashike sheria 613 pasipo kuivunja hata moja. Walituonea huruma sisi kwenye Sunday school na makanisa yetu, walitufundisha zile 10 amri 10 za Mungu: usiue, usizini, usiibe, zile pale. Wakatuambia zitaidi uzishike hizo. Mimi nikapambana nikazishika, nilipambana kwa kipindi of course. Yaani siwezi kusema mpaka mwisho sana, lakini nilipambana. Si ndio? Kwa kipindi fulani hivi nikashika zile. Only to know kwamba I was wasting my time. Kwa sababu wakati ninashika 10 kulikuwa na 603 ambazo nilikuwa sijagusa. Moja hapo ilikuwa inakataa kunyoa kama nilivyonyoa sasa hivi. Yaani mbinguni hapa sikanyagi. Ila kwa nyingine ilikuwa ni kuchanganya rangi. Ile ya kuchanganya rangi nimefanikiwa. Ile ni hii naenda. Ila huku ndani wengine mmevaa, huna mahali unaenda. Umeita kumechisha, huna mahali unaenda. Lakini Yakobo anakuja anasema eti kwamba ukivunja moja umekuwa na hatia ya zote. Ndio maana basi kwenye lile agano hakuna namna yoyote wangeweza wakazungumza habari za uzima wa milele, kwa sababu haukuwepo. Unaupataje na wakati mauti ndio ilikuwa imetawala? Ndugu zangu, kuna sababu ya kujawa na mashangilio ndani sisi ambao tumefikiwa na hii Injili, na hii ndio habari njema ya kwamba mauti haitawali tena katika nyakati zetu, kwa sababu uzima umekuja. Na tunao uzima wa milele. Amen. Amen. The only problem ni kwamba wakati tulijifunza uzima wa milele ikawa kama jambo fulani hivi la wakati. Yaani kwamba nikiishi vizuri, nikampendeza Mungu, nitakuja kuishi milele. Si ndio? Na ndio maana injili ya kwenda mbinguni inafurahisha sana. Wale nilikuwa nao Jumatano hapa niliwaambia zile complain nilizoziona redioni, mtu analalamika kuhusu mafundisho yetu wachungaji siku hizi, anasema kwamba hatujawekeza kwenye kuandaa watu kwenda mbinguni. Sasa mimi sitawaandaa kwenda mbinguni. Nitawaandaa kuwa kile ambacho Mungu amewafanya. Kwa sababu ukiwa hicho, mbinguni ni nyumbani kwako, unarudi. Yaani wakati ukifika utarudi. Na nikwambie ukweli kwamba Kristo hakuja kufa ili wewe uende mbinguni. Amen. Kwa sababu ingekuwa ni hivyo, kila anayeamini, wachungaji tungepewa bastola. Kila anayeamini unapiga risasi ya kichwa, huyo anaenda mbinguni. Si ndio safari? Lakini kuna mambo ambayo Mungu alitaka hapa ulimwenguni yafanyike. Ndio maana akawaambia, mnaposali semeni, Baba yetu uliye, ufalme wako fanya nini? Kama uko mbinguni mapenzi yanavyotimia, na mapenzi yako yatimizwe duniani. Mungu hana namna yoyote ya kutimiza mapenzi yake hapa duniani pasipo mwanadamu. Ndio maana anamtaka mwanadamu aliyejaa uzima wa Mungu aweze kuyatimiza mapenzi yake hapa ulimwenguni. Yes. Kule mbinguni mapenzi yanatimia. Ndio maana alichokuja kukifanya ni kikubwa kuliko hicho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, I am not discounting safari yako ya kwenda mbinguni. Sawa Usije ukasema mchungaji ana roho mbaya, sitaje hataki niende mbinguni. Hapana. Mbinguni utaenda. Lakini angalia jinsi ambavyo tumeiona issue ya uzima. Tumeuangalia uzima kama jambo fulani ambalo tutaliingia baadaye tukisha kufa katika hali ya utakatifu. Lakini nilipoisoma hii Biblia vizuri, sioni hata mara moja sehemu ambapo uzima ni jambo la kesho. Kwa sababu kwanza, kama Biblia yako inasema uzima wa milele, nini maana ya milele? Milele inaweza kuwa kitu kinachokuja? Hapana, milele ni kitu ambacho kilikuwepo, kipo,
kitaendelea kuwepo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni continuous. Kwa anapozungumza kuhusu uzima, anazungumzia akiwa anamaanisha kwamba wako wanadamu watakaoishi katika mwili, lakini ndani yao watakuwa na uzima wa Mungu. Amen. Hii itakuelevate kutoka kwenye level ya kuwa tu normal Christian, Mkristo wa kawaida, na kuanza kuoperate kama mmoja wa miungu. Si ndivyo wanavyosema? Kwani kana hata kwenye maandiko yao silikuwa inasema kwamba ninyi ni miungu, si ndio? Baadaye kumbele mnakuja mnaangalia mnasema kwamba Mungu anakaa katikati ya miungu, alafu anashauriana na miungu, kwa sababu aliwafanya ni wanadamu ndio, lakini baada ya kuwafanya wanadamu wakaingiwa na mauti ndani yao, akawatoa wanadamu waliokuwa na mauti, akawapa uzima wa Mungu ndani yao. Amen. Na watu hawa wakawa sio tu wanadamu wa kawaida, lakini watu hawa actually ni miungu, kwa sababu wana sehemu ya Mungu ndani yao. Amen. Ule uzima ni Mungu mwenyewe. Yes. Kwa hiyo sio jambo la kuja kuliishi baadaye, ni jambo ambalo tunaliishi sasa hivi. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Hii itakuvusha mahali fulani. Itakuvusha tu mahali fulani. Anazungumza, anasemaje kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza pale mwanzo kabisa mstari wa 4. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Kama hebu mtu amshangilie Bwana Yesu. Amen. Anasema kwamba ndani yake huyo aliyekuja, kwamba ndani yake ndio kuna uzima, na huo uzima ni nuru ya kina nani? Ya watu. Ni nuru ya kina nani? Unahitaji nuru kule mbinguni ukienda, unahitaji nuru sasa hivi. Unapoishi kwenye ulimwengu wenye giza, ndio unahitaji nuru ya kuona. Unapoishi kwenye ulimwengu ambao haueleweki, ndio unahitaji nuru ya kuona. Na hiyo nuru iko ndani yako, kwa sababu ule uzima umekuja ndani yako. Haleluya. Haleluya. Asema na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Wakati wa kutembea gizani umekwisha. Yes. Wakati wa kupapasa umekwisha. Yes. Wakati ule ambao Mkristo unazungushwa wanakufanya kama sijui kitu cha namna gani, wanakugeuza kwa sababu maarifa hayako ndani yako, umekwisha. Wewe sio wa kugeuzwa, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu na Mungu anakaa ndani yako. Na kama Mungu anakaa ndani yako, yes, wewe ni nani? Mungu. Naogopa kusema. Haleluya. Amen. Haleluya. Mgeuke jirani yako mwambie hii ni level ya juu kidogo ya kukemea mapepo. Hapa tunazungumza level ya juu kidogo ya kukemea mapepo. Biashara za kukemea mapepo zipo, lakini zile ni kama first aid, yani ni vitu vidogo sana ambavyo vipo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mapepo ni kama minyoo, ni parasites, ndio? Yes. Kwa hiyo kumpa mtu dawa ya minyoo huwezi kujiita wewe ni daktari. Mungu anaandaa watu watakaoenda kwenye level ya udaktari, watu wanaofanya vitu vya kiungu. Ngoja niwaambieni, hii touch isiwatishe sana ya watu kuanguka chini. Ni mambo ambayo yapo tunamkitaka tuyafanye tutayafanya, lakini hayana msingi wowote, ni mambo tu madogo. Paulo akazungumza akasema kwa habari ya kufufua watu na vitu kama hivyo. Hizo habari hizo tunaweza tukazizungumza tukiwa na wakati. Maana yake ni kwamba alikuwa loaded na habari nyingine ambazo zinambadilisha mwanadamu. Hata haya mambo tunayoyaona kwamba ni matukufu na ni makubwa mno, yanakuwa tu ni mambo ambayo tutayazungumza baadaye tukipata nafasi. Haleluya. Kanisa limekuwa yatima kwa muda mrefu sana. Yes. Ni wakati wa Kristo kurudi. Amen. Ni wakati wa Kristo kurudi kwenye mioyo ya watu. Amen. Ni wakati wa Kristo kuwa experience kwenye mioyo ya watu. Hatutaenda kama mpanzi waliokatwa vichwa tena. Yes. Kukosa tumaini ndio kumefanya watu wanakuwa wanakimbia hivyo mnavyoona watu wa Mungu. Ni kwa sababu hakuna hata hiyo nuru haijawa ndani yako. Kwa sababu nuru ikiwa ndani yako, Biblia inasemaje? Huo uzima ndio nuru ya watu. Walio na uzima wanaona kwa sababu wana nuru ndani yao. Amen. Herabasata. Huo uzima ni nuru ya watu. Sio uzima wa milele. Sio jambo linalokuja tutakalo lirithi. Uzima wa milele upo sahihi. Yes. Kwamba kila anayemwamini ana huo uzima ndani yake. Ndani yako kuna uzima. Yes. Ndani yako kuna uzima. Nyinyi watu sikilizeni niwaambie, hapo ulipo ni mtu ambaye uko loaded sana. Sema tu kwa sababu haujui, unatembea kinyonge kama asiyejua, lakini niko hapa kukuambia kwamba ndani yako uko uzima wa Mungu mwenyewe.
Kile kinachomfanya Mungu kuwa Mungu kipo ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Huo uzima ndio nuru ya watu. Uzima sio jambo la baadaye. Uzima sio jambo la baadaye. Ni jambo ambalo yeye alichokusudia ni kwamba, kwa nini mauti ni sasa hivi? Hebu kwa nini mauti tunakubali kwamba mauti imewapata watu, alafu hatukubali kwamba uzima nao umewapata watu? Kwa sababu si anazungumza, anasema kwamba kwa kipindi hicho chote mauti ilitawala mpaka kipindi cha Yohana Mbatizaji. Lakini baada ya Kristo Yesu uzima unatawala. Ngoja nikuambie, kuwa katika mauti ni chaguo lako tu la kutokukubali kujua. Yaani kuwa kwenye mauti ni chaguo lako tu. Kuna mtu anahisi sasa unajua tunatakiwa tumpendeze Mungu, tukitembea hivi tukijikwaa kidogo mauti itatushika. Haiko hivyo. Uzima ukiwa ndani yako ni zaidi ya mauti. Mauti haiwezi kukaa mahali penye uzima. Achana na kushughulikia mambo madogo, angalia mambo makubwa yatakayo solve mambo madogo. Tumekuwa na vita nyingine zisizokuwa sahihi. Niliwafundisha siku ile kwamba hii vita lazima uwe unajua na namna ya kupigana na mahali pa kupigania. Some vijana mna struggle kwenye issues za mwenendo, alafu tumewekeza nguvu kubwa pale. Mwisho wa siku ni nini kinatokea? Hatutoboi. Kwa sababu ngoja nikuambie, sheria yenyewe ya Torati ilikuwa designed sio kukuwezesha ili utoboe. Usiseme ninakufuru. Kwani Biblia inasemaje? Inasemaje? Nasema sheria ilikuja ili nini? Ili lile kosa alifanya nini? Liwe kubwa zaidi. Na kosa lilipozidi, then neema kazidi sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama nazungumza na mtu humu ndani leo. Nataka uinuke, kiinuka kitu ndani yako alichokiweka. Mnasema kwamba Yesu alikuja kutafuta kilichopotea, si ndio? Ni nini hicho kilipotea kwa mwanadamu? Ni nini hicho kilipotea kwa Adamu ambacho Adamu alikuwa nacho pale Mungu alipokuwa anapitisha wanyama wote mbele yake aone namna gani atawaita? Alafu Adamu akiwa anajua moyo wa Mungu, ana habari za kichwa cha Mungu, alimuita kila mmoja sawa sawa na vile Mungu alikuwa amefanya. Mungu akaona imekuwa ni njema, kwa sababu huyu mwamba ana uzima ndani yake. Biblia inasema kwamba alipuliza pumzi ya uzima ndani yake, akawa mtu hai. Akawa mtu hai baada ya kuwa na uzima. Sio akawa mtu mzima, alikuwa mtu hai kwa sababu alikuwa na uzima ndani yake. Baadaye akaupoteza ule uzima. Tazama, akaja mwana kondoo wa Mungu anayeiondoa dhambi ya dunia, ambaye yeye ndio mwisho wa mauti, na kuanzia yeye uzima unatawala. Uzima sio jambo la kesho. Haleluya. Haleluya. Natamani mtu mmoja ampigie Yesu makofi na vigelegele kabisa. Kitabu cha Yohana sura ya 7. Nataka nitafsiri kidogo tu hapa uzima, tutamaliza tu sasa hivi. Kwa sababu kuna namna ambavyo uzima sasa umekuwa umeonekana kama tukio. Uzima umekuwa ni kama nafasi. Lakini uzima sio nafasi. Sio nafasi. Kwa sababu ngoja niwaulizeni kitu. Kwani ukisha kufa, kwa mfano, ukifa si utakuwa umekufa? Kwa hiyo kama kuna maisha mengine utaishi au maisha mengine, si ndio? Utakufa. Hatufi tena tukishakufa mara moja, si ndio? Kuna mtu anakubaliana na mimi hilo? Ndio. Hatufi tena tukishakufa. Tunakufa mara moja tu. Yes. But uzima ni zaidi ya tukio. Hebu kama umepata sura ile ya 7, naomba nisomee mstari wa 38 pale. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Angalia, huyu anayezungumza ndio mwenye huo uzima. Sawa? Amen. Tuko pamoja? Ndio. Anasema hivi, aniaminie mimi, mito ya nini? Biblia yako translation yake imesemaje? Mito ya maji. Ya maji gani? Mito ya maji yaliyo hai. Yaliyo hai. Yes. Anazungumzia uzima bado. Sawa? Kwa sababu maji yaliyo hai sio haya WHO. Nini mnaita WHO? Mungu wangu.
Haya H2O sio hayo anaozungumzia. Anazungumzia uhai. Unakumbuka yule mama pale kwenye kisima alipomfuata? Alimwambia kwamba mimi nina maji yangu, nikikupa hayo maji hautakaa uone kiu kamwe. Unakumbuka ile? Hautakaa uone kiu kamwe. Lakini yangelikuwa ni maji, lazima angeona kiu kwa wakati fulani. The only thing inaweza kukufanya usione kiu ni ile source inapokuwa ndani yako yenyewe. Natamani mtu mmoja aendane na mimi leo. Ile source ikisha kuwa ndani yako, there will be no. Ndio maana anazungumza hakutakuwa na kufa tena. Kwa nini hatufi tena? Hakutakuwa na mauti tena. Kwa nini hakuna mauti tena? Kwa sababu uzima unakaa ndani yako. When that source is in you, then hakuna tena haja ya kuhitaji chochote. Akamwambia yule mwanamke, hautaona kiu tena. Kwa sababu maneno haya yataleta uzima ndani yako. Yakileta uzima ndani yako, chemichemi. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja ili ujue huu uzima, ndugu zangu, sio wa baadaye. Sio wa baadaye. Ungekuwa wa baadaye tungekuwa tumeboreka sana hapa duniani. Anazungumza, anasemaje? Kwamba ndani yao wanaoniamini mimi. Kumbuka kule walisema heri watakayemwamini na kuendana naye huyo ambaye ni uzima. Ndio ule mti wa uzima mwenyewe. Alafu mtu wa uzima mwenyewe anakuja anasema, wale wanaoniamini mimi kuna kitu nitafanya. Kwa sababu kwenye Yohana pale mwanzo tumesoma amesemaje? Kwamba tukimwamini tutakuwa na huo uzima wa milele. Ila Yesu anasema huo uzima, anautafsiri sasa, huo uzima hautakuwa tu umekaa ndani yako, bali utakuwa una flow. Kuna mtu anaanza kupata kitu hapa. Kwa sababu ule uzima sio static. Ule uzima sio kaportion unakashika. Kwa sababu ule uzima ni Mungu mwenyewe. Na Mungu huwezi kumcontain sehemu moja. Kwa hiyo Mungu akiwepo, Mungu mwenyewe anakuwa anafanya nini? Ana flow. Ndio maana anasema zitatoka ndani kwako chemichemi za uzima, chemichemi za maji ya uzima. Kwa sababu kinachokaa ndani yako hakina uwezo wa kukaa ndani yako pekee. Kinakuwepo ndani yako na kita affect mazingira yako. Kwa sababu kile kilichoko ndani yako ni Mungu. Anasema hao watakao niamini. Inawezekana tumemwamini Yesu, lakini chemichemi hazijaanza kuonekana bado. Asubuhi ya leo ninamuita mtu atakayefahamu kwa hakika kwamba ndani yako kuna uzima, na huo uzima ulioko ndani yako ni kama chemichemi ya maji. Manake huu uzima unatoka na nje pia. Na ukitoka nje uzima unakwenda kuleta uzima sehemu yoyote yenye mauti. Haleluya. Haleluya. Naipenda sana hii. Naipenda sana hii. Uzima. Habari ya uzima wa milele. Kuna namna ilifundishwa ikakaa kama ahadi. Leo ndugu zangu, nataka niwaambieni, ni kweli kabisa kwamba uzima wa milele ilikuwa ni ahadi. Lakini ile ahadi imekwisha kutimizwa ndugu zangu, kwa sababu Kristo amekuja na Kristo amekufa. Kwa hiyo uzima wa milele sio ahadi tena ya kitu tunachokwenda kukipokea, bali ni kitu ambacho tunakipokea sasa na tunakiishi. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako kwamba ninao uzima ndani yangu. Nimeshaanza kusikia uzima ukichemka kabisa. Listen to me. Kuna watu ambao haya maneno machache yatakubadilisha kabisa. Yaani kutafikia mahali utagundua kwamba wewe sio mwanadamu wa kawaida tena. Juzi nilikutana na kitu kimoja, nikajikuta kikaja kikanichanganya kichwa sana, kikanivuruga kweli kweli. Alafu nilipokuwa naingia nyumbani kwangu, something told me kwamba wewe sio mwanadamu wa kawaida. Kwa hiyo kwa sababu hiyo maswali yote unaweza ukapata majibu. Niliingia chumbani kwangu, nikajilaza chini, nikamwambia Bwana, kwa nguvu iliyo katika mwili wangu wewe unajua, lakini nilicho nacho ni maswali yanayohitaji majibu. Ilikuwa just in a few minutes Bwana akaanza kusema na mimi, and then nikarudi baadaye nikasema, unajua kwamba sisi sio watu wa kawaida. If we can access heaven just like that, sisi sio watu wa kawaida. I am calling you to be more than what you are right now. Mungu sasa anachoboa ni hiki kitu moja, anasema tu ameweka kwako. Anasemaje? Anasema nimeweka nguvu ya uzima na mauti, afu anasema chagua. Yaani manake ni kwamba ukizingua hapa utaendelea kuishi chini ya mgandamizo. Haijalishi kwamba
Pastor Dennis aliongea ukweli ama aliongea uongo? Kuna watu wengine watasema aliongeaga tu maneno kwa sababu hayajazaa matunda ndani yako. Ngoja niwaambieni watu wa New Testament Ministries, hapa tulipokaa kuna watu ambao unaweza ukasikia kama maneno, lakini kuna watu wanaisikia kama ujumbe. Yes. Kuna watu wanasikia tu kama story, lakini kuna watu wanaisikia kama majibu. Yes. Na kuna watu yanawasalia kwa sababu angalia ni namna gani unafanya nini? Namna gani unafanya nini? Unasikia. Huu uzima upo, na huu uzima upo ndani yako. Chagua leo kuamini. Chagua leo kujua. Amen. Haleluya. Anasema mito ya maji yaliyo hai yanatoka ndani yako. Mungu, ndugu zangu, ametugeuza kwa sababu ya hili tulichokisoma hapa kuwa wagavi wa uzima. Yaani we are not only na hatuko tu na uzima ndani yetu, lakini pia ametufanya kuwa wagavi wa uzima. Mara kibao Yesu alikuwa anazungumza kuhusu uzima. Na yeye mwenyewe akawa anasema alikuja ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele, kwamba kwa sababu amekuja then sisi tunao uzima, lakini tutakuwa nao tele. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuja, si ndio? Yes. Maana yake ni nini? Kwamba na wewe kwa sababu uzima umeingia ndani yako, utakuwa na uzima ili ukienda mahali, kwa sababu wewe umeingia pale. Yes. Uzima, watu wawe na uzima. Amen. Kisha wawe nao tele ule uzima. Ngoja niwaambieni, haya sio maneno ya Bwana peke yake. Bwana alikuja akaishi kama mwanadamu. Siku zote ndio maana mlikuwa mnamsikia akisema ili mjue kwamba mwanadamu. Biblia ya Kiswahili cha Kikenya imeandika mwana wa Adam, akiwa anamaanisha mwanadamu. Alikuwa anasimama kama template ya mwanadamu wa kawaida, akuonyeshe vile ambavyo mwanadamu anaweza akawa akiwa amejaa roho wa Mungu. Kwa hiyo yote aliyoyasema na kuyafanya ilikuwa sio kwa sababu yeye tu ni mwana wa Mungu kutoka mbinguni, no. Ilikuwa kwa sababu ni mwanadamu ambaye ni mwana wa Mungu, kama ulivyo mimi na wewe ambaye ni mwana wa Mungu. Kwa sababu hiyo utakuwa the same way kama jinsi alivyokuwa yeye. Yes. Kwa hiyo kama Yesu ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu. Amen. Kama Yesu ni maji ya uzima, mimi ni maji ya uzima. Amen. Anasema siku moja, anazungumza siku moja akasema kwamba basi mje, mimi ni maji ya uzima, lakini hebu kila mtu aje anywe kulingana na kiu yake. Leo hii ninaita New Testament Ministries kwamba kila mtu aje anywe kulingana na kiu yake kwenye maneno haya yaliyojaa uzima. Kwa sababu ni kwa kiu yako utapokea, lakini kama haipo ndani yako utaondoka kama ulivyokuja. Ila ninamuomba Mungu aliye hai kwamba asiondoke mtu humu ndani pasipo uzima huu kuanza kufanya kazi ndani yako. Kwa sababu ndicho kilichomfanya Bwana wangu akafa msalabani. Alikuja akafa ili mimi niwe na uzima, kisha niwe nao tele, ili mimi niwe mgavi wa uzima. Walio na mauti wapokee uzima kwa existence yangu, na vile vilivyokufa vipokee uzima, kwa sababu mimi ninao uzima ndani yangu. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Euke jirani yako mwambie ninao uzima. Ninao uzima. Na uzima huu una flow hata nje yangu. Haleluya. Kuna mambo fulani hivi. Naenda kusoma mstari mmoja wa hatari kidogo. Sawa Ndio. Naenda kusoma mstari mmoja wa hatari kidogo. Kwa atakayeuona. Yes. Sababu tunaweza tukauona kama tulikuwa tunaona ile mingine, si ndio? Ndio. Simuona hapa tulipogundua kwamba mti wa katikati ilikuwa ni mti wa uzima. Kila mtu akashuka, kwamba ulikweje hapo katikati mti? Raba yendo bosata. Kabla sijausoma huo, ngoja kwanza niweke kwanza matangulizi kidogo juu yake. Uzima ulioko ndani ambao Mungu ametupa ni kama chemichemi. Maana yake ni kwamba hauishi kuwa ndani, unatoka na kuaffect nje. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu amefanya kitu kimoja cha hatari sana. Ameniamini sio tu uzima kukaa ndani yangu, ila ameniamini pia kuwa mgavi wa huo uzima. Yes. The reason kwa nini hatu experience uzima ama hatuoni kwamba sisi ni wagavi ninaposema mgavi wa uzima, watu mliosoma procurement and supplies mpo humu ndani, si ndio? Mnaelewa ugavi, mgavi, afisa ugavi.
supply. Ndio? Yes. Kama uzima. Ndio maana nawaambieni jamani, mbinguni ni kuzuri sana na mtaenda. Sawa? Lakini hebu tuanze kuangalia mambo makubwa kidogo. Kwamba huu uzima ambao uko ndani yako una uwezo wa kuugawa ukampa mwingine ambaye hana uzima akawa na uzima. Yes. Na sio tu kumpa mwingine bali ukakipa na kingine. Ili neno hili ukakipa na kingine, kwa sababu uzima sio kwa ajili tu ya wanadamu. Uzima ni kwa ajili ya ulimwengu. Kwani Yesu alikuja kwa ajili ya mwanadamu? Biblia yako inasemaje? Mungu alimpenda mwanadamu. Mungu alimpenda nani? Ulimwengu. Maana vinavyohitaji kuwa uzima, kupokea uzima sio nyie tu. Nyinyi kwa sababu mmefananishwa na Mungu, ninyi mnapokea uzima na mnavipa vingine uzima. Bwana asifiwe. But without knowledge, pasipokuwa na elimu sahihi, pasipokuwa na ufahamu sahihi, hata kama unao huo uzima, hauwezi kuugawa huo uzima. Hauwezi kuutoa uzima. Bado tutawakusanya watu na kuwapeleka mahali wakafanyiwe sio vitu vya namna fulani. Tutawakusanya watu tutawapeleka mahali wakakanyagishwe vitu vya namna fulani. Tutafanya all those things kwa sababu we can't see. Fresha rafiki yangu mmoja, pepo limelipuka, fanya kazi wao wamelipuka pepo, akapiga simu. Apigia Apostle Dani. Apostle, kuna pepo limelipuka hapa. Huyu hapa pepo, ongea naye. Simlaumu wala sisemi hivi kwa maana yote mbaya, lakini nataka nikuonyeshe kwamba without knowledge, pasipokuwa na knowledge, hata kile ulichonacho huwezi kukitumia. Kwa sababu hilo pepo lilipuka in the first place. Pepo lilipuka kwa sababu yake yeye. Yes. Kwa hiyo yeye alikuwa na kitu ambacho kilisababisha lile pepo lilipuke. Kwa hiyo alitakiwa tu kusema kwamba kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru pepo, mwachilie. Lakini kwa sababu ya kukosa elimu, ilibidi avute waya. Wachungaji tuna mambo mengi si yenyewe. Kuna siku nimevutiwa waya saa 9 usiku. Ila Mungu ni mwema. Amen. Namuelewa sana Paulo. Wenyewe watu namuelewa sana Paulo. Pasipokuwa na elimu sahihi, pasipo kujua sahihi, utakuwa Mkristo. Na ngoja niwaambieni kitu kimoja. Kuna mtu mmoja mitachache kutoka hapa anajiuliza, kwani lazima nielewe sana haya pastor? Inawezekana sio lazima sana, kwa sababu mbinguni utaenda. Sio kama unaelewa? Kama umemwamini Yesu, wewe mbinguni tutakutana. Yaani hiyo ni uhakika kabisa. Lakini miaka utakayoishi hapa duniani, kuna kitu itafanya kule mbinguni usipaone pazuri kama yule aliyeishi sawa sawa hapa ulimwenguni. Yes. Naomba niingie kwenye sebule ya mtu kidogo. Yesu anazungumza, anatoa mifano. Anasema kuna bwana alipewa talanta 5, mwingine akapewa 3, mwingine akapewa ngapi? Ila kuna mwamba mmoja ambaye nahisi alikuwa ni mlokole. Alipopewa ile, kuna nyimbo zetu za kilokole sema tunza sana utakatifu wako, si ndio? Ili Bwana atakapokuja tuweze kufanya nini? Kwenda. Kwa hiyo umeokoka, alafu unakwenda kujibanza mahali, unatunza utakatifu wako, mtu asikuchafue, ili atakapokuja Yesu uende mbinguni, si ndio? Mimi ninakuambia mbinguni utaenda, ila utakutana na kusaga meno kule mbinguni. Kwani Biblia inazungumzaje? Sema kwamba kisha vitabu vikafunguliwa, si ndio? Wakati Mungu anazungumza habari ya hukumu kule, mwanzo kidogo anazungumza kwamba wale ambao walikuwa hawakuishi sawa sawa, wale ambao walikuwa hawakuwa na uzima ndani yao, waliondoka mbele za kiti cha enzi wakiimba kwamba ni za kweli na za haki hukumu za Mungu. Wakaenda wanakostahili kwenda. Alafu Biblia inasema kisha vitabu vikafunguliwa. Sasa hapo vitabu vilivyofunguliwa ni sisi miamba tuko pale, kuna vitabu vinahusika pale. Kwa kama uliutunza ulokole, ukautunza ukristo wako, ukajitunza vizuri, tutakutana kule. Changamoto itakuwa ni nini kitakuwa kwenye kitabu? Kwa sababu kwenye kitabu anaangalia wale miamba aliowapa talanta wakazifukia, kwa sababu kupewa mwili kuishi ulimwenguni ni kwa sababu Mungu amekuamini kwamba unaweza kumwakilisha kwenye ulimwengu. Maana yake uwepo wako hapa, operations za Mungu, mapenzi ya Mungu yataendelea kutimizwa sawa sawa na yanavyotimizwa mbinguni. Lakini umekaa hapa umejikunyata, unasema sitaki kujua sana, sitaki kuingia dipu sana, cha msingi niende mbinguni. Utakuwa umeifukia hiyo talanta. Atakapokuja mwamba ambaye umesema kwamba unajua kwamba yeye anakusanya asikotawanya, atakuonyesha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siitishi nafasi yako huko mbinguni, usiogope.
lakini nataka kuhakikisha kwamba haya tunaojifunza ni ya muhimu sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni mgavi wa uzima. Yaani Bwana amekuamini tu, amekuangalia akasema ugivenu, mimi naweza nikampa uzima, afu akawa na uhuru nao kabisa wa kumgawia yoyote anayetaka kumpa uzima. Kitabu cha Yohana sura ya 5, somea mstari wa 21 pale. Yohana 5 mstari wa 21. Yes. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Unapata vishtukia hiyo? Hebu irudie. Kuna mtu mmoja mita chache kutoka hapa ananiangalia, kwa jina ya Mungu hajaelewa kitu. Hebu rudia. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Nataka usome hilo neno la hatari lililoko hapo mbele, kwamba Mwana huwahuisha wale atakao. Nataka kwanza kuzungumza, lakini kwa sababu ya ulokole naomba tusome tu maandiko tena. Yaani kabla sijaanza kuzungumza, hebu tuendelee tusome, kwa sababu kuna mtu anazungumzia, unajua amesemaje? Amesema eti mimi ninasikia unachokisema japokuwa mniambii. Kuna mtu amesema kwamba sasa hiyo anazungumzia ufufuo. Ule wa siku za mwisho azungumzie hicho. Ngoja tusome katika context tuone, si ndio? Hebu endelea pale, nenda mstari wa anza umesoma 21? Ndio. Hebu turuke, kwa sababu kilichomkwaza huyu mtu ni hiyo swala la ufufuo. Tuone mstari wa 25. Soma 25 mpaka ngapi? 25 mpaka 29. Nataka hapa tufuatilie vizuri. Wanazuoni mpo? Naomba tufuatilie vizuri. Anza 25. Amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni Mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Yes, mstari wa 29. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa uhukumu. Mko hapo watu wanazuoni mpo? Sasa ngoja hapa nifundishe kidogo. Tutaendelea kuhubiriana baadaye. Ngoja tufundishane kidogo hapa kwa ajili ya kumsaidia yule mtu mmoja aliyekuwa anazungumzia masuala ya ufufuo wa baadaye. Mstari wa 25. Anasema amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo. Halo? Amen. Kuna mambo ya past tense, past present, past participle, participle, nini ile mnaita? Past participle. Anasema saa inakuja, alafu akasema na sasa ipo. Alafu akazungumzia nini pale? Akasema wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Asa ndugu zangu, hazungumzii walioko makaburini, anazungumzia wafu walioko mjini, wafu walioko Dar es Salaam, wafu ambao mara nyingine wameingia kwenye kanisa la New Testament Ministries. Anawazungumzia. Ndio maana amesema saa ipo, lakini sasa saa ipo sasa hivi, kwamba wafu wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu. Hiki ninachokizungumza kama mwana wa Mungu, saa ni hii, kwamba wako watu watakaoisikia hii sauti, na watu hawa watakuwa hai ndani yao. Amen. Kwa sababu kuwa mzima ama kuwa na uhai sio kuwa na uzima, si ndio? Ila kuwa na uzima ndio unakuwa mzima na hai. Sawa sawa? Yeah. Anazungumza. Kwa hiyo hawa watu watakaposikia sauti, uzima utakuja ndani yao. Yes. Sawa? Kwa hiyo hapo anazungumzia sasa hivi, present. Mstari wa 28 anasemaje? Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja. Ndio hiyo mnaita past participle, past nini? Participle. Anazungumza, anasemaje? Msistaajabie maneno haya, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti. Kuna nafasi ya wafu walioko katika nchi, na kuna nafasi ya wafu walioko katika makaburi.
Bwana hakajaniita kwa ajili ya walio katika makaburi. Ameniita kwa ajili ya wafu walio katika nchi. Amen. Haleluya. Ameniita kwa ajili ya wafu walio katika nchi. Unaweza ukasimama pale ulipo. Amen. Sijui ni situation gani ambayo imekufa kwenye maisha yako. Mara nyingine there are issues in our lives ambazo zimekufa kabisa. Lakini ni wakati wa sisi kupeleka uzima kwenye hivyo vitu. Pale tuliposoma, naomba nirudie ule mstari wa 20 ngapi? Ule 21 anasemaje? Maana kama baba amfuavyo wafu na kuwaisha, vivyo hivyo na mwana huwahuisha wale apendao. Sijui unapenda kumuhuisha nani, sijui unapenda kuhuisha kitu gani, lakini kila aliye na uzima ndani yake Mungu amempa uwezo wa kuhuisha, uwezo wa kuleta uhai kwa kitu ambacho kimekufa, kwa sababu ana uzima ndani yake. Amen. Ninaongea zaidi ya uhai, ninaongea uzima ulioko ndani yako. Mara nyingine kuna hali kwenye familia, kuna hali tu imekufa, yani imekufa kwenye familia, imekufa kabisa. Wakati mtumishi wa Mungu anaongoza maombi hapa, nafikiri Roho Mtakatifu alimuongoza kwenye hii kitu, kwamba kuna familia nyingine ambazo mahusiano yamekufa, kimebakia cheti cha serikali kilichowaunganisha, lakini hawakai pamoja. Hata kama wanakaa pamoja hawaangaliani, hata kama wanaangaliana hawagusani, kwa sababu something has died. Nataka nikuambie kitu kimoja, hauhitaji. Mara nyingine Mungu ametupa neema ya kuweka mikono juu yenu, lakini uzima ukishaanza kufanya kazi ndani yako, unahitaji tu kutamka uzima, vitu viwe hai tena, mahusiano yawe hai tena. Wewe sio mtu wa kudanda hivi hapa pale, anakuambia nilikuwa na mahusiano ya kafa, na wanatumiaga hilo neno. Sasa nilikuwa na mahusiano ya kafa, afu nilikuwa na mahusiano tena ya kafa, afu nilikuwa na mahusiano tena ya kafa. Sawa, yalikuwa yanakufa kwa sababu wafu na wafu ni wafu. Kwa hiyo ufu katika wafu sio tatizo, ufu katika wafu ni maisha ya kiufu. Lakini leo hii kuna uzima ndani yako, na huu uzima unakupa wewe kufanya kilichokufa kuwa kizima. Amen. Asubuhi ya leo nataka mtu afufue kitu kama ameamini. Viko unavyoweza kuvifufua kama umeamini. Wacha niwaambieni, wewe hujaokoka wewe, bali umeokoka wewe, the entire being, kwamba wewe na akili zako, naongea kitu hapa, Yes. na nguvu zako. Amen. Na watu wanakumbuka hiyo kitu. Yeah. Na nguvu zako. Manake hata kazi unayoifanya pale umeweka mikono yako, pana kuhusu kwa 100%. Amen. Kama nina uzima ndani yangu, ninaweza kuweka uhai kwenye biashara yangu. Yes. Ninaweza kuweka uhai kwenye kazi ninayofanya. Amen. Ninaweza kuweka uhai kwenye mahusiano nilionayo, kwa sababu ninao uzima ndani yangu. Anasema kwamba na mwana humpa uzima, humpa uhai yoyote anayetaka. Chochote unachotaka kukipa uzima kitakuwa kizima. Amen. Kuna kitu ambacho hutaki kuelewa hapa. Kwa nini mauti is so easy kuspread? Mauti huwa inaenda sana kwa kirahisi sana, kwa sababu mtu anakuwa kwenye condition ya kutawaliwa na mauti kwanza. Alafu ukiwa kwenye condition ya kutawaliwa na mauti, ukizungumza maneno yanayoleta ufu unatokea. Yes. Hii biashara hii sina hakika sana kama itafanikiwa. Ulishawahi kusikia maneno kama hayo, si ndio? Sina hakika kama itafanikiwa. Hii ni ngumu sana. I am not. Alikuja kwangu mtu mmoja, Mungu amsaidie. Alikuja kwangu mtu mmoja akazungumza mambo mazuri sana, lakini baadaye akaniambia, lakini ninajaribu kwa sababu sijui kama nitafanikiwa kwenye hili. Pale nikajua tatizo lilipo, kwamba yeye kutokufanikiwa kwake hakuna mahusiano yoyote na mtu mwingine yoyote, hakuna mahusiano yoyote na uchumi wa Tanzania, hakuna mahusiano yoyote na serikali ya CCM, hakuna mahusiano yoyote na chochote. Mahusiano ni yeye mwenyewe, kwamba bado mauti inafanya kazi ndani yake. Kristo alikuja ili uzima ufanye kazi ndani yako, sio mauti. Kwa hiyo maneno yako yanapaswa kuleta uzima. Maneno yangu yanaleta uzima asubuhi ya leo. Amen. Maneno yangu ni uzima kabisa na yanaleta uzima. Yesu akasema haya maneno ninayozungumza, haya maneno ni uzima.
Maneno haya ninayosema ni uzima. Kuna mahali inafika inabidi tuziambie hali kwenye maisha yetu, tuziambie biashara, tuwaambie watoto wetu, tuziambie familia kwamba maneno yangu ni uhai, na kwa maneno haya kuanzia sasa hivi inuka. Nacho ulichokitaka kiinuke, kitainuka. Nacho ulicho Petro na mwenzake wakiwa wanapita kwenye ule mlango mzuri akafika pale, yule mwamba alikuwa ameshaacha biashara ya kuvua samaki, kwa hiyo alikuwa amepigika, hana hela, hana hata 100. Amefika pale, unajua ombaomba, wanaoomba huwa wataki hela nyingi. Ukimpa, kuna mtu mmoja nilimpa shilingi 10,000, alishangaa sana kwa sababu haelewi kwamba unatoaje 10,000, lakini mimi ule ni Bwana aliniongoza kwamba huyu mtu fanya hivyo. Lakini 100 wanafurahi sana. Petro na mwenzake wanapita, wanaume washoka kabisa waliotimia, hawakuwa na 100. Wakamwangalia yule wakasema, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, simama uende. Wakaweka uzima kwenye hali ya ufu wa mwili wake. Amen. Kuna watu Jackie, tutawaambia kwamba hatuna hela ya kwenda kukupeleka kwenye IVF ya milioni 17 sio ngapi, lakini kwa sababu tumbo lako limefunga, hatuna hiyo milioni 17 ya kukupa, ila kwa mamlaka nilionayo uwe mzima sasa na ukazae watoto, na watoto watazaliwa, kwa sababu tunao uzima ndani yetu. Haijalishi ni nini kilichokufa, lakini yule anayefanya uzima anakaa ndani yangu, na kwa sababu anakaa ndani yangu, chochote nitakachogusa kitakuwa na uzima juu yake. Kitakuwa na uzima, kitakuwa na uzima. Mikono yangu ina uzima, maneno yangu yana uzima, kwa sababu ndani yangu uko uzima. Ninatembea kwa uzima, nitasema uzima, na kila atakayelisikia neno hili uzima utakuwa ndani yake. Kila anayelisikia neno hili uzima unaanza kuamka ndani yako. Hebu anza kumshukuru Mungu kwa sababu uzima umekuja, uzima umekuja. Listen to me, haimaanishi kwamba Yesu alichofanya hakikufanyika. No, alichofanya kilifanyika, lakini habari hii inawezekana ulikuwa huna. Ninakuletea habari hii kwamba ule uzima aliokuwa anauzungumza Yesu uko ndani yako sasa. Ule uzima aliokuwa anauzungumza Bwana uko ndani yako. Ruhusu ule uzima ulete kuhuishwa kwa vitu kwenye maisha yako. Ruhusu ule uzima ulete kuhuishwa kwa kanisa. Ule uzima ulete kuhuishwa kwa taifa. Hebu anza kumshukuru tu Mungu wakati musicians wana play. Anza tu kumshukuru Mungu kwa hizo dakika chache. Mshukuru tu Mungu, mshukuru Mungu kwa maneno yako. Mwambie asante kwa sababu ya uzima. Inawezekana hii dhahabu nilikuwa nimeikalia kwa miaka mingi, lakini leo nimejua ya kwamba nilijenga juu ya dhahabu. Na jioni, asubuhi ya leo, mchana huu wa leo, ninachukua mamlaka sasa ya kutumia kile kimewekwa ndani yangu. Kama Bwana ameniamini na uzima, kwa uzima huu nitaishi. Kama Bwana ameniamini kwa uzima, na watu wengine watapokea uzima. Mioyo yao itapewa uzima, afya zao zitapewa uzima, kwa sababu wameweka uzima ndani yangu. Ninaita uzima ulioko ndani yako kuanza kuinuka sasa. Wewe sio mwanadamu wa kawaida. Wewe sio mwanadamu wa kawaida. Ulimwengu uko design kukudanganya kwamba wewe ni mwanadamu wa kawaida ili uendelee kurizika na status quo. Ndio maana mara zote tunakimbizana kwenye makanisa. Tunachokimbizana ni habari za mafanikio, kwamba tutafanikiwa. Lakini niko hapa kukuambia kwamba hayo ni madogo zaidi ya kile ambacho anachotoa yeye ni uzima, ambao huo uzima utakuja kwenye mafanikio yako. Huo uzima ukiingia kwenye biashara yako itafanikiwa, kwa sababu una huo uzima. Inaita uzima kuinuka ndani ya mtu. Ziko operation ambazo zilikuwa zimekufa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Vingine viliuawa na wanadamu kwa maneno yao, lakini mchana wa leo huu uzima unafukuta ndani yangu. Uzima unafukuta ndani yangu. Uzima unafukuta ndani yangu. Mtu mmoja akasema sitakufa bali nitaishi ili niyasimulie. Alitaka uzima ili awe na cha kusema. Ila usiki haijalishi ni nini kimefanyika kwenye maisha yako, lakini ya mchana wa leo ninaita uzima ulioko ndani yako kuanza kuwa in operation katika jina la Yesu Kristo.
Ninaita uzima ulioko ndani yako kuwa in operation katika jina la Yesu Kristo. Ninaita uzima ulioko ndani yako kuwa in operation katika jina la Yesu Kristo. Karabaselegeta brahandejeli. Ararirabashata ya brahanderiama. Alarebo sheprahata. Ebu usinyamaze, anza kuzungumza. Listen to me. Kama iko situation specific ambayo ulikuwa unataka kumuona Bwana katika hiyo, nataka anza kuitafakari kwenye mind yako. Alafu mshukuru Mungu kwamba asante kwa sababu ya uzima. Kwa sababu uzima huu sasa umekuja juu ya jambo hili. Kuna mtu aliletewa habari mbaya ofisini kwao. Kuna mtu aliletewa habari mbaya ofisini kwao. Habari hii imekaa kama imeweka kazi yake kwamba itaendelea ama isiendelee. Ninatabiri kama nabii wa Bwana katika jina la Yesu Kristo kwamba uzima huu utafika mpaka kwenye kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Yes. Ninahuisha sasa. Ninauisha tumaini kwa viongozi wako. Ninauisha lile tumaini kwa viongozi wako, kwa sababu Mungu ameweka uzima ndani yako, na kwa sababu hiyo unaweza kuleta matunda kwenye hiyo ofisi ambayo Bwana amekuweka. Na kwa sababu hiyo sikubali uondoke hapo. Ninakurejesha katika jina la Yesu Kristo. Ninakurejesha katika jina la Yesu Kristo. Harabajeli basata. Koramani bashaya basata. Uzima ni nuru yako. Uzima ni nuru yako. Macho yako yafunguliwe sasa. Macho yako yafunguliwe sasa. As we tumekuwa tukistudy issue ya spirituality, na ni matumaini yangu kwamba kila aliyo kwenye kanisa hili, Mungu akupe neema ya kuweza kuona. Mungu akupe neema ya kuweza kuona. Kuna vilio ambavyo tunalia lakini sio wakati wake. Hatupaswi kulia hilo vilio. Tumelia kwa sababu hatujaona. Asubuhi ya leo nataka nikuambie katika jina la Yesu Kristo kwamba macho yako yanaweza kuona tena na matumaini yakaja juu yako. Macho yako yafunguke katika jina la Yesu, kwa sababu uzima unaokuja juu yako ni nuru ya wanadamu. Ni nuru ya wanadamu. Ni nuru ya wanadamu. Ni nuru yako. Ni nuru yako. Ni nuru yako. Pokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Anasema kila mwenye kiu aje anywe, kila mwenye kiu aje apokee. Pokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Uzima wa milele ninauishi sasa, kwa sababu ninaishi milele. Mimi ninaishi milele. Ninaishi milele kwa sababu Bwana anaishi milele, na vile nilivyo navyo vina umilele ndani yake kwa sababu Bwana ana umilele ndani yake. Alipoingia kwenye ile harusi ya Kana, walipokuwa wameishiwa kabisa, bajeti imepungua, lakini akaingia mmoja ambaye uzima ulikuwa unakaa ndani yake, akatia uzima kwenye maji yakawa waini. Kati ya watu 5,000 waliokuwepo katika mkutano wake, wakati watu wamekosa tumaini la kula, yule mwenye uzima alikuja akaweka uzima kwenye mikate, akaweka uzima kwenye samaki. Walikuwa samaki 2 lakini walilisha watu 5,000. Wale samaki ingali walikuwa wamekaangwa, lakini waliendelea kuzaliana, waliendelea kuongezeka kwa sababu walikuwepo mwenye uzima. Bwana amenituma kuwainua watu. Bwana amenituma kuyainua majitu ambayo sio waimba pambio tu wa kanisani, sio watu wanaohudhuria kanisani peke yake, lakini ni watu wanaoleta mapinduzi. Taifa hili linahitaji mapinduzi. Kanisa la Tanzania linahitaji mapinduzi, lakini lazima wawepo watu ambao wana moyo wa Mungu ndani yao. Lazima wawepo watu ambao uzima unafanya kazi ndani yao. Hakuna mapinduzi yanayoweza kufanywa na mtu anayepiga maneno matupu. Hayapo mapinduzi yanayoweza kufanywa na mtu anayepiga maneno matupu. It is time to exercise powers. Ni wakati wa kuanza ku exercise power. Na hii sio kwa ajili ya wachungaji peke yake. Hapana, Bwana hakuniitia huko. Bwana ameniita kwako. Wewe ulioko mahali hapa ni mtu sahihi kuanza kuoperate kwenye dimensions zingine. Wakati watu wanaona mifupa mikavu kwenye agano lile, hawakuweza kuelewa
lakini kwenye agano hili yuko mwenye ufahamu wa Mungu ndani yake. Mungu alikuwa akimwelekeza yule nabii kwamba iambie mifupa hivi, iambie mifupa hivi, kwa sababu Mungu alikuwa nje akimwelekeza kwa ndani, lakini Mungu huyo anakaa ndani yako, hata kuambia tena, bali ndani yako utasema ya kwamba mifupa hii sasa na nyama irudie kwenye mifupa hii, na mifupa iwe hai, itakuwa hai. Nataka utabiri kwenye maisha yako, nataka utabiri kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo, kwa whatever that is going on in your life. Nataka uchukue nafasi hii, anza kuprophesy, anza kuprophesy, anza kuprophesy, anza kuprophesy, anza kuprophesy katika jina la Yesu Kristo. Tabiri, tabiri sasa, tabiri, tabiri katika jina la Yesu Kristo. Yes, tabiri katika jina la Yesu. Ruhusu Roho Mtakatifu, acha nguvu ya Mungu ikuguse sasa, acha nguvu ya Mungu ikutembelee. Anza kuzungumza katika jina la Yesu. Karabasheketaya brahane, anza kuzungumza, endelea kuzungumza. Yes, yes, inakuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Ora baba silibeta. Wakati huu ni wa kwako, sitamani hata mmoja apitwe. Wakati huu ni wa kwako, sitamani upitwe na hii saa. Haujaja hapa kwa bahati mbaya, haujaingia hapa kwa bahati mbaya. Ninakutangazia kwa jina la Yesu kwamba Bwana alijua hii siku na Bwana alitaka kukuandaa, ndio maana akakuruhusu kuingia mahali hapa. Ninakutangazia katika jina la Yesu Kristo, ninakutangazia katika jina la Yesu Kristo. It is your time. Ni wakati wako, ni wakati wako, ni wakati wako. Take the most of it. Anza kuchukulia advantage ya wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Bwana amekaa katika kisima sasa, Bwana amekaa katika kisima sasa. Ni juu yako wewe, ni juu yako wewe, anayetaka aje anywe. Ninakuruhusu katika jina la Yesu Kristo. Obezaya Mungu yana na majeri Eria manto rebenikaya basata. Ni ajabu kwamba Mungu uliamua ukainvesti kwa mwanadamu. Umeinvesti kwa mwanadamu. Elohim, 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 Elohim. Ninasimama katikati ya Elohim. Bwana unakaa katikati ya miungu, katika kusanyiko la Mungu. Bwana anakaa katika Mungu. Hautakufa kama mwanadamu wa kawaida ikiwa utayaamini maneno haya na kuyaishi maneno haya. Hautakufa kama mwanadamu wa kawaida, maanake kuna hatari ya wanadamu sisi ambaye Mungu anakaa ndani yetu kufa kama wanadamu wa kawaida. Neema ya Bwana iwe juu yako, neema iwe juu yako, neema iwe juu yako, neema iwe juu yako. Tangu sasa uanze kumexperience Mungu na nguvu zake katika jina la Yesu Kristo. Ninatibua kisima cha uzima ndani yako, ninatibua kisima cha uzima ndani yako. Kilichokuwa hakitoi maji, ninatibua maji anze kutoka sasa. Uzima uanze kutoka sasa, uzima uanze kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sitakufa kama mwanadamu wa kawaida na sitaishi kama mwanadamu wa kawaida, kwa sababu ndani yangu uko uzima wa Mungu, na Bwana amenipa kumgawia yoyote ninayetaka uzima. Sitaacha kuyasema maneno haya hata uzima utakapoumbika ndani ya mtu, hata uzima utakavyoumbika ndani yako. Mungu Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neema yako, kwa sababu ni kwa neema yako tunayapokea maneno haya. Bwana, umesema nami nimesikia, na watoto wako wamesikia.
Ziko sauti katika madhabahu ya Mungu. Yohana aliziona zikilia zikisema hata lini, hata lini. Lakini Bwana hatamaliza mpaka wamezaliwa ndani, mpaka wamezaliwa katika kizazi chetu, watu ambao Mungu anakaa ndani yao. Sauti hizi zinamlilia Bwana, lakini utungu huu ni ili wewe uzaliwe, ili wewe uzaliwe, ili wewe uzaliwe. Ni wakati sasa, ni wakati. Sharabadibosalabata korabazilekata inimaya boseblehetereba. Ni wakati, ni wakati. Kosharabaziketa ramayandere bosheleketaya brahadis sededi bosheleblehenda rabakaria boziliketaya brahadis koshelibaya brahane boshelekezirikataya. Baba, umenituma kwa watu hawa ili uzima ulioko ndani yao uwe manifested. Radio Jaleketa, wakati ulimwengu unalia, ulimwengu uko katika majonzi, ulimwengu uko katika maumivu makali, kwa sababu unasubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Asubuhi ya leo ninafunua mwana wa Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Yes, saa hii kuna kitu kinainuka ndani yako, na nataka tu uruhusu tu ndani yako. Just ruhusu ndani yako. Something is happening in you. Something is happening in your spirit. Kasha raba bazili gita bazili di manda raba jeli ya gozelebe horia madiga bazala diga bashande di buzala ya manda rajeza bazala raba jolo kosi ya manda. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu. Roho Mtakatifu anatembea saa hii. I don't want you to miss this. I don't want you to miss this. Nyosha mikono yako tu juu, ruhusu Roho Mtakatifu juu yako, ndani yako. Amshe sasa. Yes. Aya. Ninaiona power ikishuka. Raba jale kaze ni bataya. Kwa jina la Yesu Kristo. Rebe joleka. Bwana, umeleta kwa hawa watu. Yes. Ili uzima huu uanze kufanya kazi. Aya. Palipo na uzima hapana nafasi ya pepo tena. Hapana nafasi ya pepo tena. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Hapana nafasi ya pepo tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Oh, raba jele bazeri kitaya brahani ya nebejiodo zaya bakita. La jeti kaze prohoni nebaya basikata. Uzima huu uzima haushei na kingine chochote. Haushei na kingine chochote. Inawezekana uko hapa hata huijui condition yako, lakini mimi nataka tu mruhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu ninaona anachokifanya. Wewe mruhusu tu, yeye anafanya. Yeye anaganga upya. Mruhusu tu ndani yako. Aya, mruhusu tu. Kashazike prehezeka taya. Aya rika papa. Hosima yentere prokosha. Kuna watu ambao adui ameweka vitu ndani yako pasipo wewe kujua. Haya, kwa neema ambayo Bwana umenipa, ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, yoyote ambaye yuko mahali hapa na umekuwa ukionewa na adui kwa siri, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo uhuru juu yako sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I see freedom. Ninaona freedom. Hebu ruhusu Roho Mtakatifu akalie juu yako. Wala usijizuie. Mwachilie tu Roho Mtakatifu. When you feel that speaking in tongues, don't hold yourself. Don't hold yourself. Just acha operate ndani yako sahihi. Tuna muda mdogo sana. Acha afanye. Kwa sababu kuna vitu akili yako haiwezi kuapprehend, lakini mruhusu Roho Mtakatifu, yeye ataingiza kwa namna anavyojua yeye. Kashara baba seke prahajo. Sadebeko sata prahaya. Shedibaya prahande. Acha sasa Roho Mtakatifu ndani yako afanye. Ruhusu tu. Start opening your mouth. Anza kufungua tu kinywa chako. Kashara baba seketa. Oh, fungua kinywa chako. Acha afanye yeye.
acha afanye yeye. Mara nyingine experiences zetu zina to limits. Yes, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu endelea. Kasharaba zelegeta, Roho Mtakatifu kasadiate kabrahado sheti kata pezo lede kata. Yes, kwa jina la Yesu. It is happening. It is happening to you in the name of Jesus. It is happening to you in the name of Jesus. Inatokea sasa, inatokea sasa katika jina la Yesu Kristo. Yes, arabaya bazili ditaya kashanibo simlahate debaya tararibo shilia mataraba kashalia zeta. Ay 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 ay. It is happening. Yaro shoria bazili yezulugo shura maya aradi de bejalia mandara bazili teka zeli de bejalia bazada kata kashida bazete bejalia mandara. Bwana anasema kuna kilio ambacho umelia, umekilia kwa muda mrefu, lakini it is time. It is time for you to experience victory. Wewe unayehusika unajua ninachokizungumzia. It is time for you to experience victory. Anza kusimama, usizimie tena moyo ndani yako. Stand tall in the name of Jesus. Simama imara katika jina la Yesu Kristo. Simama imara katika jina la Yesu Kristo. Wala usiyumbishwe tena, kwa sababu imekuwa Bwana ameiridhia sala yako. Bwana ameiridhia sala yako. Usiyumbishwe tena, kwa sababu ni wakati wako. Giza linapokuwa nene sana, asubuhi yako imekaribia. Asubuhi yako ni sasa. Asubuhi yako ni sasa. Asubuhi yako ni sasa. Ni sasa. I want you to see. Anza kuona sasa katika jina la Yesu Kristo. Anza kuiona asubuhi yako katika jina la Yesu. Anza kuona, anza kuona. Ninaweza kukupeleka mpaka kwenye kisima, lakini kunywa maji ni juu yako. I want you to start seeing. Anza kuona kile Bwana amefanya. That difficulties, it is no more. Ule ugumu haupo tena. Haupo tena. Haupo tena. Ninazungumza na wewe, haupo tena katika jina la Yesu. Asante Baba. Ninakushukuru kwa sababu saa imefika. Asante kwa sababu saa imefika. Kupitia watu wachache hawa Bwana, unaliinua jeshi lako tena, na utendaji wa Mungu utaanza kuonekana katikati ya taifa, katikati ya watu, kama ilivyokuwa kwa siku za Elia mtumishi wako, kama ilivyokuwa kwa siku za Paulo mtumishi wako, na hata sasa kupitia watu hawa ambao Bwana umenipa. Kupitia jeshi hili ambalo Bwana umenipa, utukufu wako unaonekana tena katika mitaa. Watu ambao kumekuwa na ufu ndani yao, uzima utarejea kwa mikono ya watoto wako hawa. Mambo ambayo yalikuwa na utasa wa muda mrefu hayazai, yataanza kuzaa tena kwa sababu ya uzima ulioweka ndani ya watoto wako. Nasikia kuipiga spirit ya utasa. Inawezekana sio lazima uwe kwenye utasa wa kuzaa wa tumbo, lakini viko vitu vingi sana ambavyo umevitegemea kuzaa lakini havizai, na pengine umekata tamaa. Bwana yupo mchana wa leo kurudisha tumaini lako katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako juu. Ninaipiga spirit yoyote ambayo imekuwa na ikizuia
multiplication ikizuia uzazi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninaipiga sasa. Bwana, kama unavyoishi majira haya ambayo Mungu umenipa, ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, hakuna utasa tena juu yako tena, kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye biashara, kwenye familia, kwenye hali zozote, hali yoyote ya kuzuia uzalishaji, ninatangaza kwa jina la Yesu kwamba sasa ni mwisho, katika jina la Yesu. Ikiwa umeisikia sauti hii na kuiamini, ninapiga utasa juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungulia multiplication kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utaanza kuona kile ambacho kilikuwa hakina production kinaanza kuzaa. Zile simu zilikuwa haziti zitaanza kupiga. Ninaona kitu hapa. Bwana amerejesha katika jina la Yesu Kristo. Bwana imekuwa heri kwako katika jina la Yesu. Hebu mshangilie Bwana. Imekuwa heri kwako katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa mwanzo mpya, umekuwa mwanzo mpya, umekuwa mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Uzima umeleta upya ndani yako sasa katika jina la Yesu. Unao uzima wa milele ndani yako. Unao uzima wa milele ndani yako. Unao uzima wa milele ndani yako. Mungu Baba, ninakushukuru. Asante. Ninatamani Bwana yafungue macho yako kuona. Ninatamani tu Bwana yafungue macho yako kuona, ili usishangae, kwa sababu vinavyotokea ni halisi. Vinavyotokea kwako ni halisi. Wewe Mungu ni mkuu sana. Ninakuabudu katika ukuu wako na katika uweza wako. Wewe ni wa ajabu. Ninashangaa, ni kweli ninashangaa. Ni kweli. Ni kweli.